lolote ovu, liwe la bid'a au maasi. Yeyote atakayezusha, kwa maana atakayedhihirisha. Imekuja man ahdatha fiha hadatha, kama na man adhhara, kama wanavyosema wanawachuoni katika shuruhati zao. Atakayezusha humo, au kwa maana atakayedhihirisha jambo ovu, hata kama yeye si aliyezusha. Jambo limezushwa, labda kuna uzushi umezushwa huko duniani, yeye akauleta Madina, akaudhihirisha uzushi ule katika mambo ya itikadi au mambo ya ibadati na mengineyo, au katika mambo ya maasi. Atakayezusha humo, atakayedhihirisha humo jambo lolote baya, ima ni maasi au ni bid'a, au awa muhditha, au atakayemuhifadhi mzushi. Tukataja maneno ya al-Qadhi Iyadh bin Musa al-Andalusi rahimahullah ta'ala, kwa maana kumhifadhi ni yule ambaye ameona bid'a kisha asikemee, akairidhia, akamridhia mtu wa bid'a katika ile bid'a yake. Fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, basi iko juu yake, shuke juu yake laana ya Allah na laana za malaika na watu wote. La yuqbalu minhu, hata kubaliwa kutoka kwake يوم القيامة, siku ya kiyama. Sarfun, baadhi ya wanachuoni wametafsiri sarfun kwa maana swala ya faradhi, na wala adlun wakasema swala za sunna. Jana tumetafsiri yote hizi katika, kuna aqwali tofauti tofauti, lakini hatakubaliwa yeye sarfun wala adlun, haitakubaliwa kwake ukombozi wala fidya, hataweza kukombolewa kitu chochote, akitoa chochote. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به أو ليفتدوا به. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Kwa hiyo haiwezekani kukubaliwa fidia yao, wala haitakubaliwa ukombozi, wala haitakubaliwa fidia kwao. Waman wala qauman, ay man intasaba ila qaumin, mwenye kujinasibu na watu ambao si katika watu wake, bighairi idhni mawalihi, pasi na idhni ya wale watu wake wanaojinasibu nao, ukajinasibisha na wao. Tumetoa maelezo hilo, ukajinasibu na mtu ambaye si baba yako, ukajinasibu na watu wa kabila isilokuwa lako, ukajinasibu na watu wasiokuwa mawali zako, hamkula nao kiapo katika kabila lenu kwamba eti ninyi mnasibishwa na hao, hampo. Ukadai wewe ni mtu wa kabila fulani, ukatafuta huko mpaka ukajinasibu kwamba wewe sasa ni Mwarabu. Si watu wafanya hivyo, au wakajinasibu mpaka kwamba wewe ni katika ahlul bait, watafuta mpaka upate nasaba hiyo. Labda uenda mahali watu hawakujui, ukajinasibu wewe kwamba mimi ni katika fulani bin fulani, sisi ni katika Banu Kinana. Ndio sahibu wangu mmoja alikuwa zamani akiniambia, sisi katika Bani Umayya, sisi ndio tulimuua Ali. Sasa kuna fakhri au Bani Umayya waje vipi katika ansabu? Ila kama mtu atakapokuwa mathalan imethibitika au yeye amejinasibisha namna hiyo kwamba mimi ni mtu wa kabila fulani, msimfanyie tani katika nasabu yake, ukambeza nasabu yake, hili jambo halitakiwi. Kwa hiyo kuna watu wajinasibu na ahlul bait, sitowakubalia. Haki za ahlul bait watapewa, lakini kama waongo, maneno haya yawahusu. Kama ni waongo wanadanganya, basi hiyo kuna kiyama, kwa sababu kuna fadhila, bila shaka kuna fadhila. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kwa hiyo mtu atakapokuwa mathalan ni taqi katika ahli sunnah wal jamaa na ni katika ahlul bait, basi ana haki maalum kwa Uislamu, ayukrimuhu, wamkirimu, waangalie manzila yake kama alivyotaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti. Kwa hiyo watakiwa watazamwe wale na wana ahkamu maalum. Hivi ndivyo tunavyoamini ahli sunnah wal jamaa, ndivyo tunavyoamini.
lakini usitake kujinasibu na watu wasiokuhusu. Hilo ndio tatizo liko hapo. Kwa hiyo wewe kujinasibu na Ahlul Baiti au kujinasibu na fulani au kabila fulani, basi ujue umebeba dhima na litakugharimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu alayhi la'natullahi, basi shuke juu yake laana ya Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, na malaika na watu wote. La yuqbalu minhu yawm alqiyamati sarfun wala adlun, hautakubaliwa kwake siku ya kiyama ukombozi wala fidia. Wa dhimmatul muslimina wahida, na dhima ya waislamu ni moja. Baada al-adhan inshallah tutaeleza. Tuadhin muadhin. Wa dhimmatul muslimina wahida, na dhima ya waislamu ni moja, yani ahadi yao ni moja tu na mkataba wao ni mmoja tu, ni sawa. Yani yas'a biha adnahum, atahangaika kwayo, atakwenda nayo hiyo ahadi, kwa ahadi hiyo yule wa chini yao, kwa maana kwamba hata yule aliye wa chini katika wao anaonekana kwamba ni dhaifu, pia anaweza kuibeba ahadi hiyo na ikakubalika. Faman akhfara musliman, basi yoyote atakayemfanyia khiana muislamu, yani akavunja ile ahadi yake, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, basi iko juu yake, shuki juu yake laana ya Allah na malaika na watu wote. La yuqbalu minhu sarfun yawm alqiyamati sarfun wala adlun, hautakubaliwa kwake siku ya kiyama ukombozi wala fidia. Kutokana na wakati tungeishia katika hadithi hii, alafu tukajibu maswali.